Tuko na shabiki wa Simba au wekundu wa Msimbazi, anafahamika zaidi kama Malaika wa Simba. Tunataka kupiga naye story, tuzungumze naye mawili matatu kuhusiana na mwenendo wa klabu ya Simba hapa nchini Tanzania. Tumeona jana kulikuwa na mkutano bwana. Sasa tunataka kufahamu mawili matatu, wewe kama shabiki wa Simba, mtazamo wako ni upi na kile ambacho amezungumza mwenyekiti Murtaza Mangungu? Hivi ni vipimo vya kutambua siku ya hatari kwa mwanamke kushika mimba, na hivi vinaitwa ovulation test strip ama ovulation test kit. Hivi mwanamke anakuwa anapima kila siku kwa kutumia mkojo, na vinafanana sana na kipimo cha mimba. Unachokifanya ukimaliza kuona tu siku yako ya period, unaanza kupima kila siku, na siku utakayoona mistari miwili ambayo ni positive, basi jua ni kiashiria kuwa hiyo siku una ovulate. Maana yake masaa 24 kutokea muda uliopima, yai linaweza kuanguliwa. Kwa maana hiyo, kama utashiriki tendo katika wakati huo, basi utakuwa na hatari zaidi ya kushika ujauzito kirahisi, na zaidi kipimo hiki kitakusaidia kufahamu muda gani wa kushiriki tendo, kama unahitaji kupata mimba au kutokupata mimba. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa nambari za simu 0657 088 930. Nyote mnakaribishwa. Kwanza nitangulize shukrani zangu za dhati kwa Muumba wa ardhi na mbingu, na sisi sote binadamu, yeye ndo ametuumba yeye. Lakini cha pili nasikitishwa au nasikitika kwa mkutano uliofanyika jana na uendeshwaji aliofanya Mangungu, ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kiukweli nimesikitishwa sana na mkutano wa jana. Miongoni mwa mikutano mibovu ambaye haijawahi kutokea katika klabu ya Simba ni mkutano wa jana aliofanya tarehe 19. Mangungu anazidi kudhihirisha kwamba yeye bado hafai kuwa kiongozi katika klabu ya Simba, au hafai kuwa kiongozi hata kuwa mjumbe namba 10. Mangungu hafai. Kwa maneno aliyoyaongea jana, niseme ukweli, kwa mtu yoyote mwenye akili zake timamu, jamani, Mangungu hafai kuwa hata mjumbe namba 10. Mimi napata wasiwasi na mashaka makubwa sana hao penyeza mpaka Mangungu akawa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Mimi hao ninawalaani, au ndio waliofanya kwa klabu ya Simba leo hii tunaishi kama paka wa porini, tunaishi kimashaka, tunaishi kwa wasiwasi, tunaishi hatuna amani. Haiwezekani mwenyekiti anaitisha press ya waandishi wa habari, watu tumekaa tunamsikiliza, tunajua kwamba tunamsikiliza mwenyekiti hana jambo gani la kutueleza, eti anaenda kuleta michambo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mangungu analeta michambo, anaenda kumjibu mtu ambaye amezungumza kwa hisia zake, amezungumza kwa sababu ya maumivu. Ukistaajabu ya Musa, twende tukaone kwa Mangungu. Amesema nini mwenyekiti mpaka wewe shabiki unaona kama hafai kuwa hata mjumbe wa namba 10? Katika miongoni maneno yake ambaye akaongea, ameenda kutamka na ameenda kumjibu kijana mmoja ambaye baada ya kufungwa na Azam FC aliongea kwenye media akiwa na hasira kubwa. Alisema kama kuna sehemu kuna bomu linauzwa, basi yeye anahitaji kwamba bomu akalinunue, aende akamlipe Mangungu, wote wafe. Sasa kiongozi ni shimo. Labda Mangungu labda haelewi, labda kama anaelewa basi anafanya kipi. Uongozi ni shimo. Shimo maana yake linapokea kila aina ya takataka. Sasa kama wewe kiongozi utaki kuambiwa ukweli, utaki kusemwa, kiongozi wewe unataka useme kwa mazuri tu, hakuna kiongozi kama wewe duniani kote.
Hata uwe mzuri kiasi gani, hautaweza kupendwa na watu wote Mangungu. Kiuhalisia, mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu, jana press yako umevurunda, umebolonga, yani umezidi kutukwaza sisi mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Basi siku nyingine kama unaona kwamba hauna cha kuzungumza, bora ukae kimya. Sisi tulitarajia jana utueleze kwamba kwa nini Simba ina mwendelezo mbaya wa matokeo. Utuambie kwamba jasusi wa Simba ni nani? Jana tulikuwa tumetega masikio na macho yetu tunaangalia kwamba tujue kwamba mwenyekiti leo anaenda kutuambia ni jasusi wa Simba, anaenda kutuambia kwamba ni nani ambaye analeta mtafaruku na mgombanishi katika klabu ya Simba. Lakini na kwa nini tunapoteza michezo, lakini kwa nini performance yetu inakuwa ni mbaya? Lakini mwisho wa siku tunaenda kusikiliza utumbo. Yani kiuhalisia, mimi niseme ukweli, mimi siogopi. Na Mangungu umesema kwamba yoyote atakayeendelea kukusema utamkamata, utatukamata sana, kwa sababu hatutaweza kukubali. Na kwenye katiba ya Simba Sports Club Mangungu, na kupata taarifa na onyo, kwenye katiba ya Simba hakuna kipengele chochote kile ambacho kinachomziwia mwanachama au mshabiki. Na kama kipo, nahitaji Mangungu kwamba unitajie, uniambie kipengele ni kifungu namba ngapi ambacho kinamzuia mwanachama na mshabiki kusema kwamba, yani kusema ukweli au kuieleza timu yake kama kuna makosa ambayo yanafanyika. Sasa sisi mashabiki, sehemu yetu ya kusemea ni wapi? Kwenye vikao, ukiitisha vikao vya wanachama, unamaliza kikao yani kama kikao cha bodaboda. Wape tu fursa ya kuongea, wape tu fursa ya kusema, alafu tena unaenda kwa jibu watu maneno ambayo kiukweli mimi niseme Mangungu, mwenyekiti wetu wa bei ya jioni, niseme tu mwenyekiti wetu wa bei ya jioni, unazidi kutukwaza. Na neno hili usipokuwa makini, Mheshimiwa Mangungu, unazidi kuweza kuleta chuki kwa wadau mbalimbali kwenye klabu ya Simba.